Askofu wa jimbo la Ilala Magharibi la Kanisa la Tanzania Assemblies of God Dr. Lawrence Kameta amefanya ziara ya kukagua ujenzi wa chuo cha kupanda makanisa cha jimbo hilo, ambapo amefurahishwa na utendaji kazi wa jimbo hilo, huku akiwashukuru wale wote wanaohusika na ujenzi wa chuo hicho na kwamba kitakamilika kwa wakati, huku akishukuru kamati kuu ya Kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG Taifa kwa namna ambavyo wameendelea kuwashika mkono ili kuhakikisha kwamba chuo hicho kinakamilika na kuwa msaada mkubwa kwa watu ambao watapenda kusoma katika chuo hicho. Tunamshukuru Mungu sana siku ya leo tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kamati ya jimbo la Tanzania Assemblies of God Ilala Magharibi, Bwana ametusaidia kukamilisha awamu ya kwanza ya ujenzi wa majengo ya CCKM, yani chuo cha kupanda makanisa au Church Planting School. Tunamshukuru sana Mungu kwa hatua hii. Ujenzi huu umeanza rasmi tarehe 14 mwezi wa 6, na leo ndio walikuwa wanamalizia leo tarehe 4 mwezi wa 7, ikiwa ni siku 21 kamili, wamemalizia kupigilia kofia za paa la jengo la mwisho pale. Na ramani kwa ufupi, hapa unapoliona ni jengo la utawala na madarasa yatakayotumiwa kufundishiwa wanafunzi wenye wito wa chuo cha kupanda makanisa. Jengo hili la pili unaloliona linafuatilia, ili paa la pili ni kwa ajili ya ukumbi wa functions mbalimbali na operations zote za chuo utakaokuwa unafanyika, ikiwa ni pamoja na bwala la chakula na kadhalika na mikutano mingine ambayo inaweza kufanyikia hapo. Na jengo hilo la tatu ni jengo la wanaume ambalo ndio kubwa karibu kuliko yote, kwa sababu tunategemea kwamba Mungu ataendelea kuwaita wanaume pia wengi wa kutosha. Na jengo la 4 pale ni jengo la mkuu wa chuo ambaye atakuwa hapa na atakuwa anasimamia shughuli zake full time, yuko pale. Na jengo la mwisho la 5 ni bweni la wanawake ambao watakuwa wameitwa na Bwana na wao wanazidi kuongezeka katika utumishi wa Bwana. Napenda sasa siku ya leo, na nikiwa na kamati yangu ya jimbo hapa na kamati ya section wenyeji ambao ni section ya Vingunguti, tukiwa hapa majumba 6 mpya ambayo Mungu anaibariki na kuiendeleza sana. Napenda kumshukuru Mungu sana. Na shukrani za kwanza, namshukuru Mungu kwa kuliwezesha zoezi hili kufanyika vizuri. Lakini pili, nitoe shukrani kwa Mungu kipekee sana kwa ajili ya kamati kuu ya utendaji ya Tanzania Assemblies of God. Kusema kweli, sisi tumeanza, jimbo hili ni jipya kabisa, tumeanza tu mwaka jana. Kwa hapa tumetokewa na hii neema kama si kwa wakati, kwa maana bado ilitakiwa tuwe kwenye queue ndefu. Lakini namshukuru Mungu kwa kutumia kamati yetu kuu ya utendaji chini ya Baba Askofu Mkuu Dr. Mtokambali, ambaye amesaidiwa kwa karibu na Dr. Muiche makamu askofu mkuu na watendaji wake wote, yani katibu mkuu na mtunza hazina kwa ujumla wao wote. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yao. Wametukumbuka, na nadhani wamekumbuka pia kwamba kwa mimi kama askofu kaka nimejenga kichuo, sijui ni cha ngapi, nafikiri ni cha 4. Nimejenga cha Vingunguti, cha Vikindu, kikachukuliwa kikaenda upande wa pili, cha Kitunda kimeenda jimbo lingine, na tukaanza kujenga cha Kisarawe. Sasa kimebaki upande ule wa Kisarawe. Tulishaweka msingi wa madarasa 2 na utawala. Hiki sasa ni cha 4. Na mimi nafurahia hiyo kwa sababu majengo yote yanatumika kwa utukufu wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hakuna kinachopotea, ila kazi ya Mungu inazidi kupanuka sana, na sisi tunabarikiwa zaidi. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kamati kuu ya utendaji kuwa na hekima na busara kutupatia majengo haya mapema, ili na sisi tuweze sasa kukamilisha kazi hii. Kwa Bwana awabariki sana. Na ni maombi yangu sasa nichukue hadhira hii kuomba wachungaji wote wa Ilala Magharibi, wa jimbo la Ilala Magharibi, pamoja na washirika wote wa Tanzania Assemblies of God na wenye kuitakia mapenzi mema Tanzania Assemblies of God. Tuinuke kwa pamoja, tushikamane kwa pamoja, ili sasa kazi ya kuta na nyingine ambazo ziko hapa kwenye site kama unavyoona zikamilike mapema. Kutoa ni moyo, sio utajiri. Na mimi naamini alipo Bwana
tutafanya kazi kwa moyo mkubwa, na ndio maana tunasema pamoja na Bwana tutatenda makuu. Namshukuru sana kipekee pia mchungaji Kanemba, makamu askofu wa jimbo na mchungaji kiongozi wa majumba 6 mpya, amefanya kazi kubwa nzuri sana, ametupa ushirikiano mzuri. Na kumbuka ile eneo lilikuwa ni sehemu ilikuwa ni mali ya kanisa la mali pamoja, lakini tupopata shida ya kupata eneo la kujenga chuo, ni wao na maongozi yao ya New Majumba 6 TG Church ndio wametupatia hili eneo ambalo ni karibu 1.5 au so. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya hao. Sasa chuo hiki kitakuwa na manufaa si kwa washirika tu wa Tanzania Assemblies of God jimbo la Ilala Magharibi. Chuo hiki kiko open kwa watu wote wenye wito wa kumtumikia Mungu aliye hai. Yeyote ambaye anajiona na wito wa kumtumikia Mungu aliye hai. Tuna mafunzo hapa maalum ya miezi 5 ambapo unafundishwa masomo ya msingi yatakayokuwezesha kufanya huduma ya Mungu kwa ustadi, kwa uadilifu, lakini pia utafundishwa namna nzuri ya kuweza kuanzisha huduma na kuitikia wito wako kuweka katika matendo. Watu wengi wanakuwa na wito lakini wakianza kazi hawafanyi kazi vizuri kwa sababu hawakupata mafunzo mazuri na mafunzo maalum. Kwa hiyo kitakuwa na faida kwa ajili ya wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam, hata walio mbali. Kama wakitaka kupatumia mahali hapa, they are warmly welcome. Lakini chuo hiki hapa na ukumbi huu utaendesha pia makongamano na semina mbalimbali. Napenda kutoa mwaliko kwamba tukimaliza litakuwa open. Kama mtu yote ana semina ya kiroho hapa Dar es Salaam, ana kongamano la kiroho hapa Dar es Salaam kutoka madhehebu yoyote yale ya Kipentekoste, na unafanya shughuli, unataka kuleta kuleta agenda ya ufalme wa Mungu mahali hapa, unakaribishwa. Huu ukumbi utakuwa open kwa ajili ya kazi za ufalme wa Mungu. Mradi tu kisio kipindi kile cha madarasa. Baada ya miezi ile 5 ya madarasa yetu ya mfululizo, baada hapo tunakuwa na miezi karibu 7. Tuna miezi karibu 7 ambayo hatuna wanafunzi. Kwa hiyo ina maana kwamba kutakuwa na uhuru mkubwa sana wa kupatumia mahali hapa. Niseme tu hata jamii nzima ya hapa itanufaika na majengo haya. Jina la Bwana libarikiwe sana.